Jina langu naitwa Titus Gitonga, na kwa leo nilikuwa nataka kukufundisha tofauti ya mti wa uzima ule uliopandwa katika shamba la Edeni kulingana na Genesis chapter 2, na Yesu Kristo naye akiwa pia ni mti wa uzima ama mzabibu, kama vile alivyosema katika John chapter 15 ya kwamba yeye ni mzabibu na baba yake ndiye mkulima. Na kwa njia nyingine Yesu pia ni mti wa uzima unaowezesha wanadamu kuwa na uhai ukisikiza sauti yake ama ukila matunda yake. Ule mti wa uzima uliokuwa umepandwa pale katika shamba la Edeni kulingana na Genesis chapter 2 unasimamia Roho Mtakatifu. Hivyo ni kusema kama wanadamu hawangekula ule mti wa mema na mabaya ule uliowasababishia kifo, itokee ya kwamba walikula ule mti wa uzima uliokuwa umepandwa hapo katika shamba la Edeni, kile kingetokea wanadamu hawangekuwa wanakufa hiki kifo cha physical, hii ambaye ni manifestation kutoka hii physical body kwenda invisible kwa zile component mbili za mwanadamu ambaye ni Y component, ile live component na spirit body component. Maana wakati mwanadamu anasemekana amekufa ama amehaga, ni zile component mbili ambazo ni uzima ama uhai na spirit body ndio zina manifest kutoka katika huu mwili ama hii structure inayoitwa mtu, ambaye hizo mbili zinaenda katika ulimwengu wa roho ama zinamrundia Mungu kama zilikuwa zimeziaraini na zile sheria za Mungu za do's and don'ts kulingana na zile sheria Mungu alizopatiana wakati wanadamu walikula ule mti wa mema na mabaya. Na wakati zimeenda katika huo ulimwengu wa roho, huyo roho ndiye anaitwa Mungu. Maana ukifata huyo Mungu anaziita Mungu ama aliziandress kuziita Mungu katika Biblia kutoka Old Testament mpaka Ufunuo, anajifunua akiwa ni roho anayebadilika na pia akiwa katika mbingu kama vile anashuka katika kule Ufunuo chapter 21 kuanzia mstari wa 9 ukiteremka naye mpaka kule 27, ambaye anaonekana akiwa ni mzi mtakatifu unaoshuka kutoka mbinguni. Kwa hivyo kama wanadamu hawangekula ule mti wa mema na mabaya uliokuwa pale katika shamba la Edeni, watokea ya kwamba wamekula ule mti wa uzima uliokuwa pale, wanadamu hawangekuwa wanakufa hiki kifo physical ama manifestation hii. Wanadamu wanatoka katika miili ambayo tunaielewa kama kifo. Kile kingetokea kama ingetokea wamekula ule mti wa uzima uliokuwa shamba la Edeni, ni kwamba wanadamu wangeendelea kuexist ama living bila kufanya kazi yoyote hii inayofanyika huku duniani, kama vile tunalima, tunafanya kazi, tunafanya biashara na mambo mengine, ili tuweze kupata necessity za kutuwezesha kuendelea ama kuexist. Kinyume na hii kazi, ule roho ndiye angekuwa anasaidia wanadamu kuweza kupata zile necessity. Haidha ni katika zile necessity za kiroho za kutatua yale magonjwa chugu ama kuwaongoza katika ulimwengu wa roho. Huyo Roho Mtakatifu ndiye angekuwa anawaongoza, na kupitia hiyo wangekuwa wanapokea zile necessity za ulimwengu wa kiroho, na pia huyo Roho Mtakatifu angekuwa anawawezesha kupata zile necessity za huku duniani, kama vile maisha hii ingine vile tunayoishi. Tunahitaji shelter, tunahitaji fundi, tunahitaji aidha transport ya usafiri, tunahitaji yani chochote kile kinachohitajika kwa ajili ya kuwezesha mwanadamu kuexist ama kucontinue mpaka siku ile hatakufa. Huyo Roho Mtakatifu angekuwa ana provide. Ni kama vile hata wakati huu wale watu wako katika hiyo hierarchy ya Roho Mtakatifu, wao hawang'ang'ani na mambo mengi, kwa sababu ule Roho Mtakatifu hana uwezo wa kuwezesha wao wanadamu wale wana huyo roho
kupata kile wanahitaji aidha katika kiroho au struggle katika kutatua mambo yao katika ulimwengu wa roho, na yanapotatuka hiyo inakuwa ni necessity ya kuwezesha huyo mwanadamu kuexist ama kuendelea kuishi mpaka atakapotoka katika huu mwili. Na huyo Roho Mtakatifu pia anawezesha wanadamu kutatua haya mambo yana huku duniani, maana ukiomba katika roho, huyo roho ana uwezo wa kukuwezesha kupata hayo mambo kwa urahisi bila kustruggle. Na kwa sababu hiyo, kama wanadamu wangekula huo mti wa uzima uliokuwa umepandwa katika pale shamba la Edeni, hawangepatwa na kifo hii ya physical, lakini kuna mambo yule roho angekuwa na tatua, kama vile tunaona katika Revelation chapter 22 ukianzia mstari wa kwanza na wa pili, tunaona pale katika kiti cha enzi kuna mto wa maji ya uzima unaotoka katika kile kiti unatiririka na ile njia kuu, na kando kando ya hiyo njia pande huu na huu kulikuwa na mti ambaye mti ule unatoa matunda yake na matawi yake yalikuwa ni dawa ya kuponya wanadamu. Hiyo ni kusema hata kama mtu ako katika roho, kuna vile roho anavyowezesha mwanadamu kupata necessity za kumwezesha kuexist ama kuwa anaishi na anaendelea na maisha, hata kama hakuna ile kufa, ile kifo ya na huku physical. Kile kingekuwa kinafanyika hata kama mwanadamu anakula yale matunda ama matawi ya ule mti ambaye ulikuwa umemea kando kando ya ile njia kuu, katika ile njia kuu inateremka na ule mto wa maji ambao unatoka katika kiti cha enzi ambaye ni Roho Mtakatifu. Katika ile Ufunuo chapter 22, mwanadamu huyo akiwa anakula hayo matawi na matunda na anapona, bado angekuwa ana exist ama anaendelea kuishi akiwa bado amekufa, kwa maana ya kwamba kuna information haiko katika huyo Roho Mtakatifu. Kuna information hawezi akampatia mwanadamu, ama kuna information Mungu alikuwa hajapeana kwa Adamu na Hawa wakati walikuwa katika pale shamba la Edeni. Na hii information ni kuhusu the real origin ya ule uhai wao, kwa sababu wanadamu wanashindwa kutofautisha wakati mwanadamu ako na hiyo sehemu ya uhai na bado inamwezesha kuexist, halafu naye haidha Roho Mtakatifu anawezesha mtu huyo sasa kuwa ni necessity akiwa na exist. Wanadamu wanafikiri huo ndio uhai ule Yesu Kristo alisema, lakini hapana. Ule uhai Yesu Kristo alisema ama alileta ni kuwezesha ile sehemu ya mwanadamu ambaye ni ya uhai ikaweze kulinki ama kuaccess information ya mahali ilitoka, kwa sababu wakati mwanadamu ako katika pale shamba la Edeni, haidha akiwa haja kula ule mti wa mema na mabaya ulileta kifo, ama akiwa akule ule mti uko pale wa uzima, mwanadamu ule bado atakuwa hana information ya kwamba uhai wake ulitoka katika uhai. Kwa hivyo hata kama wanadamu awange kula ule mti wa mema na mabaya, wakule ule mti wa uzima, mti ule uzima wake ni uzima wa kuwezesha mwanadamu kupata necessity za kumwezesha kuexist ama living, lakini akiwa amekosa ule ufahamu wa kwamba halitoka wapi ama uhai wake ulitoka katika uhai. Na kwa sababu hiyo hapo Yesu ndio hako na hiyo information, lakini sio yule Mungu ambaye alikreate hiyo shamba la Edeni, ama yule alipanda ile miti pale. Maana ile miti ukienda zaidi sio miti physical, ni roho zile zilizokuwa ziko pale katika mahali ule uhai wa mwanadamu ulikuwa umewekwa katika mwili ule wa roho. Kuna zile roho ziko pale, zile zinaongeleza kiumbe kile, na ndani ya hizo roho hazina ile information ya mahali uhai wa hicho kiumbe ama mwanadamu alitoka. Na ndiyo sasa wakati mwanadamu alikula ule mti pale katika shamba la Edeni, ama kwa njia nyingine, wakati alitii yule roho aliyenena naye, ama wakati Mungu alizibandilisha akaweza kumtiriki mwanadamu, kwa sababu ukisikiza pale katika shamba la Edeni
unasikia ile akili mingi ambaye Mungu alipea nyoka, ndiyo nyoka alitumia akili ile ya Mungu akaweza kumtiriki Hawa, naye akala matunda na akapelekea Adamu. Hiyo ni kusema ile akili mingi ya Mungu ilikuwa katika nyoka, ni Mungu katika akili ile. Na ukiendelea kusoma katika ukiwezeshwa kuelewa hile knowledge Yesu alileta, sababu hiyo ndio ina investigate Mungu vile anafanya kazi, yeye ni nani, alitoka wapi, anaoperate nini, ni wapi anatiriki mwanadamu, utakuja kukuta hiyo nyoka sio nyoka physical. Hiyo nyoka ni Mungu katika mwili wa roho, ndio unaitwa nyoka. Na ndio unaona katika kule vitabu vya Ufunuo anajifunua akiwa nyoka. Ukiendelea zaidi unakuta hiyo nyoka ni akili ya Mungu ama roho wa Mungu akiwa akili vile anavyo control wanadamu ama anavyoendesha wanadamu. Kwa hivyo sasa, wakati mwanadamu sasa alitii ile sauti ya Mungu ama Mungu alimtiriki akiwa ni akili nyingi katika ule mwili unaitwa nyoka. Ukisoma sasa katika Genesis chapter 3 kuanzia mstari wa 24, ndiyo mwanadamu alifukuzwa sasa katika lile shamba na kukawekwa malaika pale ambaye ako na upanga ambaye unazunguka kona zote katika upande wa east, na ile kazi aliambiwa ataendelea sasa kuleva ama kufanya kazi, na katika kufanya kazi kile kitatokea ni kupata yale zile necessities za kumwezesha kupata mahitaji yake ili haweze kuexist hapa duniani ama ya kumwezesha living yake mpaka siku ile atakapokufa. Kwa hivyo sasa katika kufanya kazi kwa mwanadamu kule aliagizwa pale, faida yake ni akifanya kazi akipata zile necessity, faida yake ni kwamba ataendelea mpaka siku ile atakufa. Kwa hivyo hiyo ni tofauti na Yesu Kristo. Yeye halileta uzima, hakuleta uhai ama necessity za kukuwezesha kuexist mpaka ufe. Alileta necessity za kuwezesha wewe kutoka katika kifo kwenda katika uzimani. Na katika zile leva inayofanyika pale wakati mwanadamu amefukuzwa katika shamba la Edeni katika Genesis chapter 3 mstari wa 24, hii leva inafanyika kwa sehemu zifuatazo. Sehemu ya kwanza ni katika kuleva katika physical vile tunavyofanya kazi. Aidha tumeaziriwa ama tunalima mashamba yetu ama tunafuga mifugo, yani lolote lile tunalojihusisha nalo ili tukaweze kupata faida itakayotoka pale, na ikitoka pale tunaweza kuibadilisha inakuwa fedha ambazo tunaweza nunua nazo vitu, na tukifanya vile faida yake ni kuwezesha sisi kuwa tuna exist vile kusisi kuexist, inatuwezesha living mpaka siku ile tutakufa. Alafu hiyo ni sehemu moja. Sehemu ya pili ya kuleva kuna ile free will. Mimi ninaweza kuzitolea nikupatie kama shilingi 1,000 ama milioni ama pesa yoyote ile, ama nikununulie ng'ombe ama nikupe shamba ama nikununulie ploti, ukiwa uuza leba kwa njia yoyote ile, mimi mwenyewe ndio nimeamua kukupatia. Lakini ile itakapofika mikononi mwako itabadilika, itakuwa necessity kwako, itakuwa ni ya kukuwezesha sasa kuwa una exist na uko living na unaendelea na maisha yako. Hiyo sasa ni katika physical. Ukienda katika sasa roho, pia kuna kule kuleva katika roho, ndio ukaweze kupata zile necessity za ulimwengu wa roho ili ukaweze kuendelea kuishi. Na katika hizo necessity nazo za ulimwengu wa roho, hizi zinafanywa na mtu mwenyewe. Ni kama vile Kaini na Haberi walienda sasa kupeleka sacrifice kwa Mungu. Ukisoma katika Genesis chapter 4, wakati walienda kupeleka hizo sacrifice, hakuna mahali ilikuwa imeandikwa mwanadamu vile atakuwa anaenda kwa Mungu wake, lakini tunaona pale Kaini na Haberi wakienda kupeleka sacrifice, lakini hakuna sheria zilizokuwa zimewekwa kutoka wakati mwanadamu alifukuzwa katika shamba la Edeni. Wakati sasa mwanadamu anaenda kutoa sacrifice, hiyo ni kuleba, ili aweze kupata necessity katika ulimwengu wa roho, ili awe na uhusiano mwema na hiyo supreme being, ili iwe inamuondolea zile calamity ama zile mambo haziwezi ondolewa na hizi necessities za huku na physical kama fedha na kadhalika. Sasa ikiendelea hivyo,
Katika hiyo ulimwengu wa roho kuna pia free will ya necessity. Hii naye ni kama sasa, kwa mfano nikiwa na hierarchy iliyo juu katika roho, ninaweza kukuombea wewe ukiwa una njanga uko nalo ama ugonjwa uponi ama nini, na ninaweza kukuombea free bila kukuitisha kitu chochote. Sasa mimi nikikuombea free, hiyo maombi yangu inabadilika inakuwa necessity ama ile nguvu ya kukuwezesha sasa ile sinda ulikuwa naye ikatatuka na ukaweza kuexist na kuendelea. Kwa hivyo sasa katika huo ulimwengu wa roho ukiangalia kutoka kule nyuma, haikuhitajika mtu yoyote asimame kati ya mwanadamu na Mungu wake. Ilikuwa ni mwanadamu anajitokeleza anaenda kwa Mungu wake. Ukiangalia sasa kutoka kama vile Kaini na Habili walienda kusoa sacrifice, hakuna mtu alikuwa katikati yao na Mungu wao. Ukitoka hapa ukienda katika Noa wakati alipotoka katika safina wakati ya gharika, kwa njia Genesis chapter 8 mpaka chapter 9 alizipeleka mbele ya Mungu, akaenda kutoa sacrifice mwenyewe ili kufanya vile ni kumwezesha kuwa sasa na uhusiano mwema na Mungu ama huyo supreme being, ili awe anamutatulia sasa zile shinda za upande wa kiroho. Ukitoka hapo unakuja kwa Ibrahim, kwa Abraham alipoitwa kutoka Genesis chapter 12, alipoendelea kule nchi aliambiwa aende. Alipoenda kule utasoma alikuwa anaenda vitani, na aliposhinda vita akirudi akakutana na Melizedeki. Melizedeki anasemekana hana mwanzo na hana mwisho, na akampatia sehemu yake ya 10. Ukienda mbele utakuta Abraham akiambiwa na Mungu aende akatoe mwanawe Isaka, lakini kule mlimani Mungu akamprovide. Kwa hivyo sasa kuna free will kama vile Mungu alimprovide. Sasa kutoka hapo sasa ndio unakuja sasa mpaka kule vitabu za Leviticus, ndipo sasa kulikuja kukaingia wanadamu kati ya wanadamu ambayo wanaitwa mapriest. Wale watakuwa wanapelekewa zile sacrifice wanatoa kwa niaba ya wanadamu. Na kwa sababu hiyo wakati mwanadamu anapeleka zile sacrifice kwa yule kuhani, hiyo ni sehemu ya kulipa katika ulimwengu wa roho. Naye wakati kuhani anasukua zile sacrifice anatumia, wakati yeye anakuombea naye pia analipa, anafanya analipa hili akaweze pia naye kuexist, kwa sababu anapokuombea ile karamiti yako inapoondoka, yeye anatumia zile mali zako na wewe unapona. Wewe unaendelea kuexist na yeye anaendelea kuexist. Na ndio unaona sasa katika hiyo mambo ya Walawi walikuwa Waisraeli walikuwa wameambiwa wanapeleka sehemu ya 10 ya mazao yao katika nyumba ya Bwana, hili wale mapriesti wawe kazi yao watakuwa wanapata necessity. Sasa kutoka hapo katika prophecy sasa unakuja katika Yesu Kristo ambaye unabii unasema watu sasa wasifti kutoka vile walikuwa wanaenda kupelekea mapriesti sacrifice ili waombe kwa Mungu, wanadamu sasa waende direct sasa kwa Mungu kupitia prophecy, ukiamini ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Hivyo sasa ndivyo inatakikana sasa watu wao wamesifti wakakuja pale. Naye pia katika huyu Yesu ukiwa umemwendea katika ya kwamba ni mwana wa Mungu, pia sasa kuna kuleba katika kule kumwabudu, katika kule kumwambia akupatie, kuna kuleba katika hiyo imani. Lakini sasa kuna mbele ya hapo ukimwendea Yesu kwa nia ya kutaka kujua yeye ni nani. Sasa ukiendea Yesu katika kujua yeye ni nani, ndiye anakutoa katika ile limiti, sasa anakuingiza sasa katika kuelewa ya kwamba yeye Yesu sio mwana wa Mungu, na jina lake si hilo. Jina lake halisi ama jina lake haswa ni uzima. Na hili jina lilibadilishwa na Mungu katika prophecy, na kule kubadilisha hilo jina kuliko prophecy Mungu apeane jina la Yesu ni uzima, akabadilisha akasema ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Sasa hizo nguvu sasa zilizo katika kubadilisha hilo neno, hilo jina la Yesu kutoka uzima mpaka Yesu, hizo nguvu sasa ndio ile malaika ambaye alifunga njia ya kurundia ule mti wa uzima katika pale shamba la Edeni. Maana wanadamu wanafungwa na information ile ambaye hawakupewa, ile information iliyobadilishwa wanayoishi kwayo, hiyo ndio inawafunga. Na wakati Mungu alifunga ile njia ya kurundi katika mti katika lile shamba la Edeni,
hakusema pale mwanadamu atakuja kurudi haje, na hakusema mwanadamu kutoka katika kule nje atarudi namna gani kwa lile shamba la Edeni. Lakini sasa Yesu Kristo ndiye amekuja sasa na ile kurudisha mwanadamu katika lile shamba, na sio katika lile shamba tu, anakurudisha ukielewa ni sinda gani ilikuwa katika lile shamba, ni information gani ilikuwa inapotea pale katika mwanadamu, na anarudi anakupeleka mpaka unajua uhai wako ulitoka katika uhai. Kwa hivyo information ya Yesu inaanzia katika mwanadamu alipoumbwa, ni information gani ilipotea ya mahali mwanadamu alitoka, na hiyo information haiko kwa ile information Mungu ile aliumba wanadamu, ama ile alikuwa anapea wanadamu information haiko hapo. Kwa hivyo sasa tofauti ya huyu Yesu akiwa mti wa uzima na ule mti wa uzima ambaye ulikuwa umepandwa katika shamba la Edeni, na huyu Yesu Kristo akiwa ni maji ya uzima, na tofauti ya hayo maji ya uzima na ule mto unaotiririka katika kiti cha enzi katika Revelation chapter 22 kuanzia verse 1 ukiteremka kuelekea 2, tofauti ni kwamba ule mti wa uzima uliokuwa katika Genesis chapter 2 na ule mto wa maji ya uzima ambaye uko katika Ufunuo chapter 22 kuanzia 1 ukiteremka 2, mti wa uzima huo ama roho huyo anawezesha wanadamu kutatua shida zao, kupata necessity za kuwawezesha kuexist ama living, lakini wakiwa hawana information ya the real origin ya mahali walitoka. Hiyo ni tofauti, lakini ya Yesu Kristo akiwa mti wa uzima ama akiwa maji ya uzima, ni kwamba information ya Yesu ile inatoka kwa Yesu direct, akizielezea yeye ni nani kwa mwanadamu. Hiyo information ndio inamwezesha mwanadamu kuelewa haswa Yesu Kristo ni nani, na mwanadamu uhai wake ulitoka kwa uhai, na ya kwamba ule uhai mahali uhai wa wanadamu ulitoka ndio ulichukua mwili ukakuja duniani, na huo mwili ulipokuja duniani lile jina ulilopewa na yule Mungu alileta information ni Yesu Kristo, na alifanya hivyo kwa kudivert akili za mwanadamu ili wazindi kuwa wamefungiwa nje na huyo kerubi ambaye ni hiyo information ya Mungu, ili wasiweze kuaccess ule mti wa uzima, kwa sababu ule mti una accessiwa kwa kuelewa kuna kutokana na information ile inayopeanwa na uzima ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hivyo kuna tofauti kati ya mti wa uzima uliopandwa katika shamba la Edeni Genesis chapter 2 na maji ya uzima ambaye yanayoonekana katika Revelation chapter 22 kuanzia verse 1 ukiteremka, na Yesu Kristo naye akiwa ni mti wa uzima ambao unazaa matunda mema kulingana na John chapter 15, na Yesu Kristo pia akiwa maji ya uzima kulingana na vile alivyonena katika John chapter 6. Utasoma habari ya Yesu Kristo akiwa yeye ni mwili ni maji ya uzima, na katika wakati alikuwa anaongea na mwanamke Msamaria mwema katika John chapter 24. Kwa hivyo kuna utofauti kuu sana, ni kama mbingu na dunia, ya kwamba kati ya mti wa uzima uliopandwa katika Genesis chapter 2 na katika Yesu Kristo akiwa naye ni mti wa uzima. Ule mti wa uzima uliopandwa pale, kazi yake ni kupatia mwanadamu necessity za kumwezesha existence na living, lakini akiwa hana ile understanding ya the real origin ama real identity ya mwanadamu ni uzima ama mwanadamu ni uhai. Hilo ndilo jina lake. Haya majina mengine wanadamu alipewa huku, majina ya familia, ya ukoo, na ikakuja ikaongezewa kwa majina ingine ya ubatizo. Haya ni ya kumuondoa mwanadamu kutoka kwa ule uhalisi wake, kuzielewa yeye ni nani.